Captain Ibrahim Traore ambaye kwa sasa ni rais wa zamu wa Muungano wa Mataifa ya Sahel amelaani mashambulizi ya hivi karibuni nchini Mali akiyataja kuwa ni ya kinyama na yenye lengo la kudhoofisha juhudi za ukombozi na usalama katika ukanda huo. Katika taarifa iliyotolewa Jumapili, Aprili 26 mwaka 2025, takribani 48 baada ya kuuawa kwa waziri wa ulinzi wa Mali, Traore alisema vitendo hivyo si tu shambulio dhidi ya Mali bali pia ni dhidi ya umoja mzima wa mataifa ya Sahel. Alisisitiza kwamba mashambulizi hayo yanaungwa mkono na maadui wa mapambano ya ukombozi wa Sahel, kauli inayodhihirisha mtazamo wa viongozi wa kijeshi katika ukanda huo kuwa kuna nguvu za nje zinazochochea machafuko. Traore alieleza kuwa licha ya ukubwa tukio hilo halitavunja moyo wananchi wa Sahel. Mashambulizi haya hayawezi kuyumbisha nia ya watu mashujaa wa Sahel kuishi kwa uhuru, amani na heshima, alisema, akiongeza kwa mapambano dhidi ya ugaidi yataendelea kwa nguvu zaidi. Aidha, alitoa salamu za rambirambi kwa familia za waliopoteza wapendwa wao pamoja na wale waliojeruhiwa, akisisitiza mshikamano wa muungano huo katika nyakati za majonzi. Kwa mujibu wa taarifa yake, mashambulizi hayo yalikuwa yamepangwa kwa muda mrefu na alilenga hasa kulenga vikosi vya usalama wa Mali pamoja na kueneza hofu kwa raia. Captain Ibrahim Traore alichukua uongozi wa zamu wa Sahel mwezi Disemba mwaka jana, akichukua nafasi kutoka kwa rais wa mpito wa Mali, Assimi Goïta. Uongozi huo kwa pokezano unalenga kuimarisha mshikamano na uratibu wa kisiasa kati ya nchi wanachama. Muungano wa Sahel unajumuisha nchi tatu za Sahel: Mali, Niger pamoja na Burkina Faso, ambazo zote zinaongozwa na serikali za kijeshi kufuatia mapinduzi ya kisiasa yaliyotokea katika miaka hivi karibuni. Kuundwa kwa muungano huo kulifuatia hatua za nchi hizo kujiondoa ECOWAS, wakilalamikia kile wanachokitaja kuwa ni shinikizo na vikwazo visivyo vya haki kutoka kwa jumuiya hiyo ya kikanda. Tangu kuanzishwa kwake, muungano wa Sahel umekuwa ukijipambanua kama mbadala wa ushirikiano wa kikanda unaolenga kujitegemea zaidi katika masuala ya usalama na maendeleo. Moja ya malengo makuu ya muungano huo ni kuimarisha ushirikiano wa kijeshi ili kupambana na makundi ya wanamgambo na ugaidi yanayoendelea kusumbua ukanda wa Sahel. Mbali na hali ya usalama, muungano huo pia una mipango ya muda mrefu ya kiuchumi. Hii ni pamoja na kuanzisha miradi ya pamoja ya miundombinu, kurahisisha usafiri wa watu na bidhaa katika nchi wanachama, pamoja na ndoto ya kuunda soko la pamoja, hata sarafu moja katika siku zijazo. Hata hivyo, wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaona kuwa changamoto bado ni nyingi, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa rasilimali za kutosha, vikwazo vya kiuchumi kutoka mataifa ya nje, pamoja na hali ya usalama ambayo bado ni tete katika maeneo mengi ya Sahel. Licha changamoto hizo, kauli ya Traore inaashiria msimamo thabiti wa viongozi wa Sahel wa kuendelea na mkakati wao wa kujenga ukanda wenye kujitegemea, salama na wenye mshikamano, huku akipinga kile wanachokiona kama uingiliaji wa nje katika masuala yao ya ndani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.